Haya, wadau. Nakuaje bro? Inakuwa fit. Mko freshi? Mko fiti? Kahol ni kadogo msimind, si ndio? Yeah. Kama kawa, Kama dawa. Nito Blaze ndio jina yangu, si mnanitambua So leo nataka niwapigie story gani sasa? Okay, there's this guy, nipatie jina boy. Kimondio. Yes. There's this guy Kimondio. Nakwambia ngoni, you are bright, very bright. Jua. Lakini ni bright kutoka nje. Nakuona physically juu. Kwa akili I'm not sure if you are bright, lakini wewe ni mtu lakini Bright. Haya, wadau iko hivi. There's this guy anaitwa Kimondio. Kimondio ni mtoi wa MCA wa area kwetu. So Kimondio is this guy yani tunachikia watoto wa punk. Kimondio kwa wako fit, hizi semati hawana kakitu. So Kimondio ameishi life. Tunacheki life ya Kipombe, unajua watu wa MP wenye wanakwanga So Kimondio ndio boy. Lakini Kimondio wanga tu ni yule boy. Tutamuita sijui ni curiosity ama tutasema tutaita nini sasa? Kimondio ni yule boy utapata pameandikwa Usiko joy hapa. Hapo ndio anamulikisha host. Fanya kenye utafanya. Kimondio ni yule atapata wet paint. Kimondio ndio huyo. Si mnajua Kimondio, mnamjua Kimondio. Ndio mrada. Huyo Kimondio alikuwa best yangu. So there's this day nilikuwa naenda Ocha. Kulikuwa na Rorashio si mnaijua. Rorashio ni hii ya customer, si mnajua hii ya dem kanauzwa mnataka kaondoke boma kalete sinile soko. Soko ya madem. Actually soko ya madem. Nakwambia ni true. So wadau kuna hiyo time. Kulikuwa na Rorashio, acha tuite Rorash. For the sake ya si mnajua si wasapere. So Rorash kulikuwa na hiyo time kuna hiyo Rorash Ocha. So mimi ngware ndio huyo, nikapiga shower tu kama kawaida. Yuko ni moto. Nikapiga mswaki, si unajua pia siwezi enda kuchoma tena, siwezi taka Mimi ndio huyo, chapa pamba hapo safi, luku imeweza Si mnanijua pia, mnanitambua mimi na luku pia siangushangi Ile suti yenye ulibeki. Acha na suti. Mimi nakwambia nimechapa pamba hapo, nikajua hii nao leo. Leo nao ataweza. Mimi nikatoka kwa keja, piga lock yangu vizuri hapo, chapa koto kinena, si mnajua. Mimi dogo tu hapo. Gu. Naenda kwa stage. Mimi before nifike kwa stage, nikapatana na Kimondio. Ndio huyo sasa. Kimondio amechapa vest yake hapo na short, alafu amevaa slippers. Kwanza amevaa socks, alafu akavaa slippers. Nani ngware? Mimi nikacheki Kimondio hivi, nikajiuliza wow, Kimondio huyu tutawezana. Lakini juu ni Morio, alafu unajua ni mtoi wa MP, saa huwezi taka kuchoma sana. Mimi nikagotea Kimondio. Kimondio mambo yako fiti. Nikamuuliza Kimondio, ingware yote kwani umetoka wapi? Na hadi kuna njeve na akona pesa yake hapo. Kimondio akaniambia mimi nimeamka asubuhi, nikaona nipige raundi 2 hivi nione kama ndaokota do. Kwanza hiyo ikanipiga kinini moja hapo, nikakimbia kwanza nikameza kwanza hiyo uko pesa zinaoko. Hii kwanza ikanipiga by surprise, nikashindwa wow. Yaani Kimondio ati umeamka ngware hivi uende kokote pesa. Nikameza nikasema okay. Sawa. Akaniuliza na umechapa luku hivi kwani form ni gani? Luku ni moto. Nikamwambia Kimondio mimi nakimbia Ocha, kuna Rorash. Kimondio akaniambia si hata eri wewe, unaona wewe hadi uko na maform, mimi sinanga form. Na mkanga ngware naenda kupiga raundi nionekana na tulia juu sitaki tena kuchoma, sitaki story mingi. Nikamwambia haina maneno, mimi naenda Rorash. Tutabanje. So nikienda hivi nikasema acha nimpige joke moja 2 hivi. Nikauliza Kimondio, ama utakaa mtuende? Kimondio ni nani? Naye. Si akaniambia hadi mimi sina form leo. Sina? Ana form. And because of the look, yani mimi mentally nilikuwa na ile
Si unajua kuna ile nini ka feeling unajua ngaa huyu hakuna mahali anaweza na hii look hakuna mahali ataenda. So mimi nikampiga jokes nikamwambia haya twende hadi nipeleke Rora juu hadi sina company. Kemondio ni nani? Kemondio ni nani? Kemondio akaniambia hadi sina form. Twende tukaenda. Kemondio tukaenda hivyo dogo tukaingia kwa gari. Tunabanjia hapo story 2-3. So mimi tukibanje mimi najiambia Kemondio na azienda mahali akiwa hivi So tukiwa hapo mimi najiambia Kemondio labda amechapa seti hadi Mati Jae. Kemondio ni nani? Kemondio ni nani? Nakwambia Kemondio amechapa seti. Gari chuma. Kari ndani. Ignition sana. Kemondio atashuka? Ai wapi? Kemondio ashuka. Kemondio ni nani? Kemondio ni Rambo. Sasa mimi nimekaa hapo nimeanza kushikwa na stress zangu nikajiuliza la. Kemondio sasa tunaenda na yeye wapi? Kemondio, where are we heading with this Kemondio? Gari ndio hiyo imeshika Thika Road. Gari ndio imeteremka Mati. Gari ndio imeteremka Kemondio tu ni story. Ndio hiyo gari imeteremka tumeingia Thika. Gari imeteremka Keno ndio. Gari ndio imeingia nakula kona hapo. Githunguri na huko. Gari imefika tumeshuka stage. At this point I have already accepted that Kemondio tushaenda. Kwani kuna form nyingine. Gari ishapita Thika tunaweza mwambia rudi. Siwezi mwambia rudi. So Kemondio twende Rora. Kwani iko nini? So we head. Bas. Dogo. Tukafika tukashuka obvious. Tukachukua Nduthia hapo juu nika distance kutoka kwa stage hadi nikaona pia na hii pamba yangu siwezi taka kuchafua. Ati nipige na nilikuwa na nini hapo tu Air Force tumeweza. Twa white. Nikajua haina siwezi chapisha dust. Ungeboruka Sido niko nayo. Pesa niko nayo. Pesa maua. Umevaa ndege kwa miguu. Nimevaa ndege Air Force. Mimi ni nani? Pegwa Kemondio nduthi yake, mimi wakilewa kwa nduthi yangu. Kwanza zile nduthi za Ocha unajua zinakuangazia. Ushaibebwa na nduthi ya Ocha? Base tulilipa chwani nika ile base yenye tulikamna hiyo mat. Yaani ka distance unashika. Sasa hiyo setting ya Ocha. Inakuanga hivyo sasa unacheki. So Kemondio akateremka. Kaenda akafungua lu, akaona shimo. So akajijazia automatically ndio kwa sababu hadi si mnajua scent bado ni perfume. So basically you will have to tell yourself this is the loo, yeah? So Kemondio akaingia. Lakini Kemondio kwa sababu hii life amegrow now ya Kibombe hajui choo ya shimo bana. Kemondio kwa hapo kando kuna tissues. Unajua tissues za Ocha ni zile vitabu za kompo anga zimeisha umeshaisha unaikuta hapo. So ukisoma tu ukidownload bado unachambua 2-3 hapo content ndio hiyo Ocha. So Kemondio the silly guy he is. Kemondio akajijazia akasema hii ndio choo. This is the loo. Na kazi choo mimi nakojoa wapi? Kazi choo kama hii ni jikoni nakojoa hapa. So Kemondio akaingia pale kwa loo na sababu Kemondio amezoea kukaa kwa chozi momoka mazi. Kemondio amezoea kukaa kwa Senebia likiti. Kwani atafanya nini ingine? Kemondio akakaa chini. Akatulia. Na akatoa nini yake moja hapo akaanza kuchambua. Internet iko loaded. Kemondio hata kuspend dakika mingi. Kemondio akadownload. Dakika 2 akasikia Kemondio akasikia akashtuka kwanza. Akadhani kuna mtu anamchungulia. Akaamka. Lakini Kemondio akakuwa curious. Atakataka kujua nini huko. Hii kitu inaenda wapi? Wajaje.
akaangalia hivi, lakini monitor, si mnajua monitor. Monitor brightness ilikuwa chini sana, chini hakuweza kuaccess download folder. Nashika hakuweza kwa download access folder. So Kimondio ameamka, pants down. Kimondio ameamka pants down, akaanza kupipa, akaangalia monitor, akaona hii monitor brightness level is too low. I can't really access the download folder. So what Kimondio did, he had to adjust the brightness level. Lazima aone download folder, download imeenda wapi. Sasa Kimondio reached for his phone. Phone ni iPhone 11. Sema iPhone 11. Ile macho tatu. Nio? Kimondio reached for an iPhone 11. Kimondio had the guts ya kutoa iPhone 11. Ati adjust brightness ya monitor on the download folder. Kimondio had the guts ya kutoa password ya iPhone 11. iPhone 11. Kimondio scrolled iPhone 11. Sijui kama mna feel hiyo uzito. Nasikia tu 11. Kimondio akafinya akawasha nini? 11. Torch ya iPhone nini? 11. Kimondio akawasha tochi ya iPhone 11. Akamulika. Luckily monitor ika-adjust. Brightness ikakuja juu. Download folder iko wapi? Si ndio ile download folder? Si ndio ile download? Ile. Kimondio si ameinama. Amenyona. Kimondio naye kuwasha hivi. Ile njao si iko hapo nje. Ndio nayo. Na unajua ile nyumba ni ya madirefu. Si unajua hizi. So njao ikiwa pale nje bado inaona nda? Njao ikajiuliza. Rada. Na hii mwangaza ni kwangi ndani ya choo imetoka wapi? Ndio hiyo. Hii mwangaza. Na kunanga mwangaza. So pia njao ikataka kujua mwangaza inatoka wapi? So ile ndama ikaenda na mlango nilikwambia ni gani? Gunia. Njao ilifanya nini? Ilipiga tu mlango tu. Ikaingiza kichwa. Kimondio is busy adjusting the brightness. Amesha access download folder. Njao nao imeshaingiza kichwa. Guess what the njao saw? Guess what the njao saw? Njao nakwambia si ilifungua hivi. Si kitu ya kwanza iliona ni nyonyo. Kitu ya kwanza iliona ni nini? Kimondio ako pale ana adjust brightness ya Oh my. Kimondio ana adjust nini? Brightness ya monitor. Amesha access download folder. Simu ni gani? iPhone 11 ndio anamulika nayo, Amesquat hivi, ameinama hivi tu, Njao iko huko imeshafungua mlango, Kimondio akiwa pale pants down, monitor iPhone 11. Njao saw the titi. Na saa njao ujue ilifungwa huko kwa shamba kitambo asubuhi. Njao ijanyonya kutoka asubuhi, njao ijanyonya. Na si mnajua njao zinanyonyanga aje? It sucks. Na kutuza, si unajua? Njao ikaona nyonyo, njao ikanyonya, ikatuza. Kimondio kushtuka. Kimondio shtuka, wachilia nini? The next thing tulisikia ni manade. Sijui kama mnasikia uchungu venye mnasikia. Hata issue si sana, issue kunyonya hadi titi inazoea kunyonywa, lakini iPhone 11 na ndio ilikuwa mchimbuzi.
Njau ikanyonya, ikatuda iPhone. And the iPhone had the audacity to adjust the brightness upwards. Ile iPhone ilianguka na ikamulika wapi? So Kimondio just saw the light. At the end of the darkness. Yeah. Na Kimondio akaachana nayo. Akakuja. Mimi niko pale Kamwera. I'm wondering why is this guy taking so long? I was about to go. Niende nijue kwa nini Kimondio amekaa sana huko. Lakini before Kimondio akakuja. Kimondio swara zake alikuja akapata tulisha serve food. Tumekula maplate ziko chini, chupa za soda ziko hapo. Tushajibonda. Na unajua siwezi enda kunini. Siwezi enda kuchukua chakula mbili na ni home watasema I'm greedy. So I anticipated that Kimondio hata kaa sana kwa ile choo. But ule jamaa alimea kwa choo. So sisi tukakula, mimi nikakula, nishashiba, function imeendelea, food imeisha. Kimondio akakuja. Akona stress though. Nikajaribu kumuuliza ni nini, akaniambia imezama. Na kwa sababu alikuwa na stress, sikutaka kujua ni nini imezama. Nikasema acha hii story tutabanje after occasion. So Kimondio akakuja akatulia. Sijaona Kimondio ametulia hivyo. For the longest time tulikuwa na yeye. Kimondio akakuja akatulia hapo. Function ikaendelea tu fiti. Kimondio aongei yako tu hapo ananiambia guy. Alikuwa anashinda kusema hivi. Function ikaisha. Na tukatoka. So nikauliza Kimondio rada ni gani? Juu tumetoka mapema. Si hata tu stroll mdogo tuende stage tu mguu. Sasa juu ni jioni hadi Air Force kichafuka, si ni sawa? Ni sawa. Kwani kuna shida? Hakuna shida. Mimi ulipa mtu anafua nguo, mimi ulipa mtu unapeanga mtu kazi ama employer. Bana. Nikikosa kumtafutia kazi, si nimefuta mtu kazi. Yes bana. Tutembee. Kimondio na yeye na boxer yake na nini? Na vest. Nayo. Alafu ni hizi vest. Si unachiki hizi vest mavijana wanavaa kubwa striped. Hizi vest wana si kichungi. Ziko tu striped tu hivi. Mavijana wanaonesha kakifua kadogo kama Eriko. So katoka. Function ikaisha. Tukasalimiana wenye tulisalimiana. And because I didn't want to keep Kimondio idle for a while. Namjua. So nilikuwa na avoid kuwa idle sana. So nikamchukua nikamwambia tuzidi hivi stage pole. Kimondio hata kuwa na hizo. So Kimondio tukachomoka. Tukaenda dogo tukipiga story. By the way hajanipigia story ya hiyo simu. So tukaenda tukafika place. Kulikuwa na mti. Ndio tree sasa. Mti ya maembe. Hiyo mti ya maembe ilikuwa imemea kwa fence. So mti imemea hivi, kuna branch imeingia hivi kwa fence. Alafu hiyo branch yenye imeingia kwa fence ndio iko na maembe. Zimeiva maembe big. Zimeiva. Hii side nyingine nikawa alikuwa amechuna. Si Kimondio kwa sababu ile hasira sijui ni ya simu na hajakula. Akaniambia hapana. Tony, wacha nichune maembe mbili hapa. Bana. Nikamwambia ina noma. Kimondio akachukua mawe, Dimanga. Kapiga maembe. Maembe ndio Kimondio accuracy yako fiti. Anapiga maembe fiti lakini shida kubwa Kimondio alikuwa anapiga zile maembe zinaanguka on the other side of the fence. So akapiga maembe ya kwanza, chukua mawe, Kimondio akupangi. Piga ya pili. Ndani ya fence. Kimondio chukua mawe. Piga ya tatu. Nikamwambia Kimondio na wewe hii ni monkey business tu Akaniambia hapana, hizi maembe lazima nichune. Nikamwambia sasa alternatively juu unapiga maembe ikiingia kwa fence yenyewe, hizo uzunguke kwa fence uende uombe mtu akupatie maembe zako ama upande mti uende uchune zenye zimebaki uende, si ndio? At this point hadi mimi nishaanza kukasirika, huyu jamaa ameanza kuniirritate, si ndio?
So Kimondio akasema akazunguka hiyo fence kidogo akakosa gate. Akaniambia gate mimi sioni na hiyo fence bado ni kubwa ile pande nyingine. The easiest way, wacha nipande hii mti. Ende nichuna hizi maembe nikikurushi. Nikamwambia sawa, make it quick. Kimondio akakoya mti, akapanda. Hii side hakuna maembe jua hivyo, zishachunwa zote. So hata Kimondio na anashangaa, mbona juulizi hii side mbona hakuna maembe zimebaki kwa hii branch moja. Kimondio akapanda. Kimondio ni nani? Twende na mti. Songa amekaribia maembe. Akafika place akamefikia maembe kadhaa lakini zile amefikia si kubwa alafu zijaiva. Akasema hakuna kitu akaanza na hizo akaanza kunirushia. Kimondio amerusha maembe mimi naika chini. Anarusha maembe mimi naemwekea tu hapo. Kimondio zikatosha. Lakini nikamwambia Kimondio hizi maembe ni mingi hadi uzimaliza. Kimondio ni nani? He thought business was. Akajua ni biashara. Akasonga akasema hizi nazo nachuna. Sibakishi mtu kitu kwa hii maembe. Hii mti sibakishi kitu. Bana. So Kimondio akasonga na mti. Akaenda mpaka pale mwisho. Machu ashachuna hizi zote za nyuma. So ana access maembe tatu pale mbele. Akasonga. By this time ashaingia kwa ile fence, jue. So he's on the other side of the fence lakini ako juu ya mti. Kimondio kwenda kustretch ile maembe ya mwisho. Nikasikia kaka. Kimondio ni nani? Kimondio atasikia hivyo, ata give up kweli. Akastretch kile maembe. Alimanage kuchunea maembe. Lakini ile branch pale ikavunjika. Kimondio wapi? Down. Mimi kitambunieke hivi maembe chini niangalie Kimondio yuko. Ashaanguka. Dakika kidogo nasikia kijana wetu you have done us proud. Kidogo firimbi. Kidogo dogi. Mimi nikajiuliza kwani Kimondio kumendaje? Kimondio. Guess what? What? Guess what was on the other side of the fence? Tuambie mzee. Unajua ile fence? Ile fence kumbe ilikuwa fence ya jela. Ile fence ilikuwa fence ya jela huko. Kimondio amevunjika na wale watu wanasema kumbe ni wafungwa. Wanaambia Kimondio mtu wetu ulikuwa karibu kutoka uende. Guy, firimbi kumbe ni zawadi. Wameachilia mpaka dogi. Kimondio. Hivyo tu ndio Kimondio ameishi jela. Hivyo ndio Kimondio alifungwa mpaka leo hii. Unajua Kimondio hakuhukumiwa. Kwa hivyo sentence yake julikani atatoka lini. Sentence hatujui Kimondio atatoka lini kwa hiyo jela. There is no papers to nini. Wale wafungwa walisema wanamjua, alikuwa anajaribu kutoroka, akashikwa. Kimondio ako jela mpaka saa hii. Hatujui atatoka lini. There is no statement ya kuprove ati nini. That is how Kimondio ended up in jail. Kimondio. Najua story. Tupikeni tukule mara. Na mkumbuke kusubscribe. Let's meet on the other video. Acha ka stop bana.